Kiujumla hali ya ulinzi na usalama ni shwari sana, na tunadhubutu kusema hivyo kwa sababu matukio makubwa ambayo tulikuwa tunashuhudia siku za nyuma, mfano uporaji kwa kutumia silaha tulikuwa tunashuhudia hata kwenye mabenki, kwenye maduka ya miamala ya fedha, wafanyabiashara wanaporwa, bodaboda zinaporwa, wanauawa na kadhalika. Lakini pia tulikuwa tunashuhudia uvunjaji wa majumba. Nafikiri pia watu hawajasahau, ingawaje mara nyingi tunavyoishi kwenye amani watu wana tabia ya kusahau. Tuliona kulikuwa na makundi fulani ya vijana yalikuwa yanafanya uhalifu usiku, wengine wajiita 10 nje 10 ndani, wengine panya road na kadhalika. Lakini uporaji pia wakina mama pochi na nini tulikuwa tunaziona, lakini sasa hivi matukio hayo kwa kiwango kikubwa yamepungua sana. Ni yapo machache ambayo yanatokea, lakini yanaendelea kutatuliwa. Baadhi ya watuhumiwa wameshakamatwa na kesi zao zinaendelea mahakamani. Yale ambayo bado hayajapata ufumbuzi, tunaendelea na uchunguzi wa kina ili kuhakikisha kwamba waliofanya au walioshiriki kufanya au waliopanga basi wanakamatwa na kufikishwa kwenye mamlaka nyingine za haki jinai kulingana na maelekezo ya sheria zetu za nchi. Kwa hiyo kiujumla tunaona hali ya usalama ya nchi ni shwari kwa kiwango kikubwa kulingana na takwimu ambazo tunazo kuhusiana na matukio makubwa ambayo ni tishio au yanaweza kuleta hofu kwa jamii.